Uislamu haijakuja kumwaga damu na kuwa watu ovyo ovyo. Kwa msingi gani? Bali masahaba ridwanullahi alaihim walikuwa wakiwaendea, wanaulizwa mkuja kutafuta nini? Anambia sisi tumekuja muache kuabudu wasiokuwa Mwenyezi Mungu. Sisi tunataka muabudu Allah. Hatutaki, sawa, kama hamutaki basi make us way, sisi tupite tuende kwa wengine. Wakisema hatutaki, hakuna kupita, hapo ndo vita huwa. Wewe umeamua kuwa kafiri, umeamua hutaki kumwabudu Allah, Allah hakulazimishi. La ikraha fi din, hatuwalazimishi katika dini yetu. Basi tupisheni tuwafikishie walioko huko. Asema hapa pia hamupiti, sasa hapo ndo vita huanza. Watukufu wa Islam, katika mambo ambayo inahuzunisha, kumwaga damu ya mwanadamu ni jambo zito sana mbele ya Allah. Bali Rasul sallallahu alayhi wasallam azungumza juu ya mu'min, bali yasema ya kwamba afadhali uchukue Kaaba uivunje na ushukishe matofali ya Kaaba uibomoe kuliko kumwaga damu ya mu'min. Ar-Rasul asema huyu mu'min ana thamani mbele ya macho ya Allah. Vipi uje kumwaga mtu damu yake na kumua ovyo ovyo? Nahika anil anil mu'min, tuachane na mu'min. Mtu ambaye si mu'min, ambaye hajakuletea shida yoyote wala hajakudhuru, ana amani na wewe, ukasema nitamuua. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam awaonya mtu eti kwa sababu dini tofauti unamwaga damu yake ovyo ovyo, na mtu hajakudhuru, hajakuletea bala. Sikizeni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qatala dhimmiyan lan yajida raihata aljanna, anayemua mtu dhimmi, aliyekuja yuko chini ya protection ya Waislamu, akaja huyo asiyekuwa Muislamu, hana madhara na nyinyi, hana maafa na nyinyi, ukamua kwa dhulma, Ar-Rasul asema wacha kuingia janna, hata harufu ya janna hupati. Allah amewakirimu wanadamu, akawapatia haki ya kuishi. Ni nani wewe waje kumuondoshea haki hiyo ukamwambia wewe hauna haki ya kuishi? Man anta?